Unaifahamu mijusi mikubwa duniani inayozidi tani 200? Wengi tunapozungumzia mijusi mikubwa duniani maarufu kama dinosaur, fikra zetu huenda mbali katika historia ya dunia. Lakini je, unafahamu kuwa mabaki ya mijusi hiyo mikubwa yaligunduliwa hapa nchini Tanzania katika eneo la Tendaguru mkoani Lindi? Ni kweli, na hadi leo mabaki hayo yenye uzito wa takribani tani 200 yako nchini Ujerumani baada ya kuchukuliwa mwaka 1905 na watafiti wa Kijerumani wakati wa ukoloni. Hebu twende miaka 1900 Ujerumani, ambapo wakati huo walikuwa ni wakoloni wa Tanganyika. Waligundua mabaki ya mijusi mikubwa katika eneo la Tendaguru. Walitumia watumwa kusafirisha mabaki hayo kwa umbali wa zaidi wa kilomita 120 hadi baharini, yakipakiwa kwenye meli kuelekea Ulaya. Wakati wa safari hiyo, dhoruba kali iliwakumba watumwa waliokuwa wakisafirisha mabaki hayo, na wengi walipoteza maisha. Zaidi ya karne moja imepita, lakini wananchi wa Tendaguru hawajawahi kupata fidia wala faida yoyote kutokana na utajiri huu wa kihistoria uliochukuliwa kutoka ardhi yao. Ndipo Mheshimiwa Riziki Rurida, mwanamke wa kwanza kupigania utalii wa walemavu na mwanaharakati wa mjusi wa Tendaguru, anasimama. Huyu aliyekuwa ni mbunge wa viti maalumu kupitia CCM, Mheshimiwa Riziki Saidi Rurida, amekuwa mstari wa mbele katika kupigania haki za wananchi wa Tendaguru. Mbali na kuwa mwanaharakati wa mazingira na balozi wa utalii wa Tanzania, Mheshimiwa Rurida ndiye mwanamke wa kwanza kuanzisha utalii wa walemavu nchini. Mwaka 2007 alianzisha rasmi harakati maalumu alizoziita harakati za mjusi wa Tendaguru. Lengo ni kudai fidia na manufaa kwa Watanzania kutokana na rasilimali hiyo iliyochukuliwa na Wajerumani. Lakini cha kusikitisha zaidi, ambacho kwa nini mimi kila sana nilizungumzia mjusi, mimi natoka Lindi, naifahamu Lindi na navijua vijiji vile vimezungukwa mjusi walivyo maskini. Hakuna barabara, hawana maji. Tunapambana kwa kutaka kile kijiji kinawiri, lakini kuna kitu chao ambacho rasilimali yao wangeweza kushare na Wajerumani. Nafikiri kingekuwa kijiji cha kwanza katika utajiri katika mkoa wa Lindi. Bahati mzuri nilikwenda Ujerumani katika exhibition nikiwa mjumbe wa TANAPA. Nikafika pale kwenye mjusi, nikamwambia hili jusi limetoka Lindi. Wakaniambia sio hili tu, na ndege wakubwa duniani 13 ambao wako Ujerumani, 6 wanatoka Lindi katika eneo hilo hilo. Nikajiuliza, Mwenyezi Mungu aliumbaje vitu vizito vikubwa vikitokea katika eneo la Tendaguru? Nikauliza, sisi tunapata nini? Hakunipa jibu, akacheka tu. Kwanza nilitaka nini? Swala sio kunipa nini mimi. Kijiji vile vinavyozunguka Tendaguru vinafaidika nini toka mwaka 1905? Hamna majibu. Nikakutana na rafiki yangu mmoja anaitwa Patricia Awori. Yeye ni mkurugenzi wa Kenya National Park, kama ilivyo kwa Tanzania National Park. Akaniambia, Riziki, mimi niko na wewe, tusimame mpate haki yenu. Tulikutana Masai Mara. Mimi nikaanza harakati kuhakikisha swala sio kumleta mjusi kwanza, resource sharing ya mapato. Pale Tendaguru tuna vijiji ambavyo vinazunguka Tendaguru: Matapwa, Mipingo, Mnyangara, upande wa pili na Kiu, lakini upande huo kuna Mangaranganda. Hivyo vijiji vyote hivyo havifaidiki hata na senti 5. Nikamuuliza tena yule muhusika pale Ujerumani museum, akaniambia lina tani 200. Tani 200 kulitoa Tendaguru mpaka kupeleka bahari kuu. Wametembea wale watu na lile dudu yale maforces kilomita 120. Yaani kuna wengine walipoteza maisha yao, kuna wengine wamekufa. Lakini kubeba kitu kizito, wewe kubeba kitu kizito kwa muda kilomita 1 tu uweze, je, kilomita 120 watu wangapi wamepoteza maisha yao? Maana hata yule bosi wao huyo Mjerumani walikuwa wanamchukua katika machela, lakini wanapoteza maisha yao ni hawa wa Tanzania au ambao waliathirika na mjusi.
Maswali magumu kwa Wajerumani. Hivi kupitia tafiti zake Mheshimiwa Rurida aligundua kuwa nchi nyingine kama Namibia tayari zimelipwa fidia kutokana na uharibifu wa kikoloni uliofanywa na Wajerumani. Kwa msingi huo, ameendelea kuuliza swali muhimu: ni kwa nini Tanzania haijalipwa hadi leo, ilhali mali zetu bado zinatumika kama kivutio kikubwa cha utalii huko Ujerumani? Nikajaribu kufanya research mbalimbali, nikajua wenzetu wa Namibia wamelipwa baada ya kudai haki zao za vitu mbalimbali ambao wamechukuliwa na Ujerumani. Nikaangalia na watu wengine ambao wamelipwa, nikauliza why Tanzania hatujalipwa. Na nimelifuatilia kuanzia pale bungeni kwa kusoma manase pepa mbalimbali mpaka wizarani na kila kitu. Nikashangaa kila anayekwenda anasema naenda kufuatilia, akirudi hasemi chochote. Ina maana aidha siwezi nikataka kutamka kitu ambacho sina uhakika nayo. Anazibwa mdomo na nini mimi sielewi. Lakini tujiulize, kwa faida ya nani? Wale watu wanafaidika, wanasema ile ni NGO. Yes, it's an NGO. Na sisi tuna NGO sasa. Let us share the resource sharing. Kwa nini? Tunahitaji shule Mnyangara. Tunahitaji sekondari za kisasa Mnyangara. Tunahitaji barabara Mnyangara. Mheshimiwa Rurida amefichua kuwa licha ya jitihada zake za kuwasilisha hoja bungeni na kuhamasisha wabunge 20 waliojiita champion wa Tendaguru, walikumbana na vikwazo. Hapa anasema tulihamasisha wenzetu tukajipa jina la champions wa Tendaguru, lakini baadaye spika wakati huo alituita na kutuambia tuachane na harakati hizo. Mimi sikukata tamaa, maana mimi si mtu kukatishwa tamaa, amesema Mheshimiwa Rurida. Nikaanzisha harakati ya kuhamasisha wabunge, tukahamasisha wabunge 20 kama ni champion wa Tendaguru. Tukaitwa na spika wa wakati huo, akaambia Riziki hizi harakati ziache. Lakini mimi siwezi kuacha kwa vile kile kitu changu mimi, cha Watanzania, cha wananchi. Akipata maji mtu wa Tendaguru, nimepata mimi, nimefurahi. Akipata shule mwana Tendaguru, mwana Mnyangara, mimi nimechangia. Hivyo mchango wangu sitakubali kuuacha ukikanyagwa kwa ajili ya kunikatisha tamaa. Mimi sio mtu wa kukatisha tamaa. Nishukuru sana Mheshimiwa Rais, unayemuona ni mwanaharakati mwenye kupenda mazingira na mwenye kupenda utalii. Hivyo utalii wa Tendaguru ni utalii mkubwa sana kusini. Ukigugo unakutana na followers zaidi ya 3 wanaiangalia Tendaguru. Lakini je, tumeifanya nini Tendaguru kwa eneo la kitalii na mazingira? Hapo nje tumekwama. Lakini naamini tuna uwezo mkubwa wa kuifanya Tendaguru kuwa kivutio kama cha Manyara, kama Tarangire, kama Serengeti na eneo lingine. Aidha, amewahi kufanya mazungumzo na Mama Jenny, raia wa Marekani aliyepanga kuwekeza katika eneo la Tendaguru. Mchakato huo haukukamilika baada ya Mama Jenny kufariki dunia. Lakini Mheshimiwa Rurida anaamini kifo hicho sio mwisho wa safari ya harakati wa Mjusi. Kama Mama Jenny, naomba tukaweke uwekezaji. Akaniambia nimekubali. Nikamchukua Mama Jenny Goodwill mpaka Lindi. Tukaenda mpaka kwa mkuu wa mkoa, tukafanya kila kitu, tukaomba ardhi, tukapewa barua, kila kitu za ardhi. Na ushahidi ni huu hapa, moja wapo. Maeneo ambayo Mama Jenny aliyasikiwa kwa ajili ya conservation. Ilikuwa inaitwa Tendaguru Wildlife Conservation. Lakini sintofahamu ya Watanzania walimzungusha huyu mama mpaka amefariki. Mwenyezi Mungu azidi kumpa heri yake, kwa vile alikuwa na nia njema ya kuifanya Tendaguru iwe conservation. Nimejaribu kwenda Tendaguru mara nyingi tu. Kilichotokea baada ya kufanya conservation, wafugaji wamekwenda kukaa Tendaguru, ile misitu ya asili ya Tendaguru inatoweka. Kijiji kimoja wapo kinaitwa Mipingo. Kile kijiji Mwenyezi Mungu alikijalia kwa miti ya mipingo tu. Hii unasikia hazina ya mipingo inatoka Mipingo katika wilaya au manispaa ya Lindi. Lakini maana yangu ilikuwa ni nini? Tukae na Wajerumani. Wale Wajerumani tutengeneze MOU ya kwenda serikali kuu, lakini MOU yenye manispaa na eneo la lililotokea tukio. Watoto wao wakasomeshwe, wapate maji.
wapate maendeleo kama shule, hospitali na vitu vingine na visima. Nikikwambia tutakwenda kuangalia hakuna kitu. Nikiwa katika kamati ya PIC, walikuja wakurugenzi wa kutoka Tanzania Tourist Board. Nikawauliza, hivi nyinyi mnaijua Tendaguru? Na hapa hata mmoja alikuwa hajui, kwa kitu nawauliza. Ina maana kwao kilikuwa ni kitu kigeni, kitu ambacho ninawaambia mimi. Hawajawahi kufika. Nikamwambia mimi natoka nimetembelea Tendaguru. Mama Jane mpaka nje yele jenga barabara zile kunyoosha angalau gari ipite, ni Mama Jane Goodall. Za kuomba, lakini mpaka tulipofikia Wizara ya Ardhi tukakwamishwa. Yule mama amepambana nayo sana ile kutaka iwe conservation, ili kumwenzi Mama Jane Goodall. Maana Mwenyezi Mungu yeye amefariki, lakini nafsi yake ilikuwa anataka Tendaguru iwe conservation. Mama Jane amefariki, lakini ziki siyakufa bado ninazo zile harakati ya kuitaka Tendaguru iwe conservation. Tendaguru ndio eneo ambayo wafugaji wamekwenda kuzuia pale. Tembo wakifika pale wanashindwa kutembea tena katika eneo lao, wanaingia mashamba ya watu. Sasa vurugu wanachozungumza tembo Lindi, vurugu ya tembo, njia za tembo zimeuawa, zimefutwa, zimefanywa fujo na wafugaji. Na tembo huyu anayepita kila mwaka lazima aende katika maeneo yake. Zile corridor za tembo za kumfikisha Tendaguru zote zimezimika. Matokeo yake sasa hivi badala ya kuhakikisha kwa wamekaa wafugaji, tumeleta crisis kubwa sana ya wanyamapori kutokwenda katika maeneo yao ya katika corridor. Mheshimiwa Rurida ametoa wito kwa Wizara ya Maliasili, TAMISEMI na Wizara ya Mambo ya Nje kushirikiana katika kufufua juhudi hizi kwa manufaa ya taifa. Anasisitiza kuwa ni wakati wa Tanzania kudai haki yake, angalau kwa njia ya maendeleo ya jamii kama ujenzi wa shule, maji safi na miradi ya kijamii kwa watu wa Tendaguru. Kwa maneno yake mwenyewe, Mheshimiwa Rurida anamaliza kwa msisitizo wenye nguvu: Tendaguru will never die. Anasema, mimi bado nipo na harakati hizi hazitakufa. Watanzania wanapaswa kufaidi utajiri wa historia yao. Tendaguru will never die. Tendaguru haitakufa. Hii ni habari fupi mahiri kwa Africa Media Wire Express. Mimi ni Joseph Isangura.